Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukufahamisha tuliokuandalia ni kwamba Jaji Mkuu wa zamani Dr. Willy Mutunga na kinara wa PLP Martha Karua wameishtaki serikali ya Tanzania kwenye mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni kufuatia kukamatwa kwao na kutimuliwa nchini humo mwezi jana kwenye hatua wanayosema ilikiuka haki zao kama raia wa jumuiya hiyo. Aidha, wanaharakati wengine 4 pia wamewasilisha kesi kama Mary Muoki anavyoarifu. Ni mvutano wa kisheria wa kipekee unaotishia kusambaratisha zaidi uhusiano kati ya Kenya na Tanzania. Daktari Willy Mutunga, Martha Karua pamoja na wanaharakati wengine 4 wa haki za binadamu kutoka Kenya wakiwemo Gloria Kimani, Lynn Ngugi, Hussein Khalid na Hanifa Adan sasa wameishtaki serikali ya Tanzania. Kwa mujibu wa kesi yao, walalamishi wanadai kuwa mnamo Mei tarehe 18 na 19 mwaka huu walizuiliwa bila maelezo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Walikuwa wamewasili kama waangalizi wa kimataifa kufuatilia kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Want to hold them accountable through the East African Court of Justice, and that this occurrence does not happen to other citizens. One of our council members who just merely went to watch brief was also detained and deported, as well as our members, senior counsel Martha Karua. And as a country, as a nation, we want the government of Tanzania to be held accountable. Wanadai fidia kwa madhara ya kiakili, kuharibiwa sifa, gharama za safari na pia kutaka rekodi za kukataliwa kuingia Tanzania ziondolewe kwenye pasipoti zao. This is a second of similar facts and similar evidence where countries across the region are denying EAC citizens to enter into their country. You will recall that as per the EAC Treaty and the Common Markets Protocol, every East African citizen has the right to enter into any East African community, region and country. Kesi hiyo inayotarajiwa kusikilizwa mjini Arusha inatarajiwa kuweka msingi muhimu wa kisheria kuhusu haki za raia wa Afrika Mashariki kusafiri na kushiriki masuala ya kidemokrasia ya kanda hii. Tarehe rasmi ya usikilizwaji wa kesi hiyo inatarajiwa kutangazwa katika wiki zijazo. Mary Muoki, Runinga ya Citizen.